Vijana safari. Asanteni sana. Ndugu mgeni rasmi wa maadhimisho haya ya siku ya kimataifa ya vijana, kiongozi wa chama ndugu Dorothy Semu, ndugu makamu mwenyekiti wa chama chetu upande wa Tanzania Bara ndugu yangu Ishaka Mchinjita, mwenyekiti wa ngome ya vijana ACT Wazalendo Taifa ndugu Abdul Nondo ambaye ndiye mwenyeji wetu hapa, katibu mkuu wa chama, viongozi wengine wote wa chama na wa ngome na washiriki wa kongamano hili. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku hii ya leo kuweza kukutana hapa tukiwa wazima na tukiwa na furaha tele. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hilo. Pili, ni washukuru ngome ya vijana kwa kunialika na mimi kuja kujumuika na nyinyi katika shughuli hii. Naamini shughuli ya kuwashukuru nyinyi ataifanya mwenyeji wetu mwenyewe Nondo. Mimi nimeambiwa nitoe salamu, na najua kwa jinsi hali zilivyo ngumu, kila mmoja angependa tumalize mapema ili tukapate kuendelea na shughuli za kutafuta riziki baada ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kutuweka katika hali ngumu sana kwa bakora za umaskini wa kutakiwa na CCM. Sasa ndugu zangu au vijana wangu, mimi nilikuwa na machache ya kuzungumza. Kuna mengine nimelazimika nitasema kwa sababu yameletwa maswali kwetu ACT Wazalendo kupitia wasilisho lilofanywa na ndugu Maduhu. La kwanza nilitaka kuambia nyinyi vijana katika salamu zangu kwamba taifa hili ni lenu, na maisha tunayoyazungumzia tunapodai katiba mpya ni maisha yenu zaidi kuliko sisi. Mimi wakati fulani nilikuwa kama nyinyi. Wakati wa mapambano ya kudai demokrasia ya vyama vingi nchi hii yameshika kasi. Vuguvugu lake lilianza kwa nguvu mwaka 1989. Mimi na miaka 18 na tayari nilikuwa mstari wa mbele wa mapambano. Mwaka 91 ilipoundwa tume ya Nyalali kuchukua maoni ya Watanzania wakati ule, mimi na umri wa miaka 20 nimesimama hadharani nikazungumza kwa sauti yenye nguvu kudai mabadiliko katika nchi hii. Na nikwambieni, ilikuwa ndio mara yangu ya mwanzo kuzungumza hadharani kwenye shughuli kama hizi. Tena wakati huo ni mwanafunzi wa kidato cha 6. Hoja yangu nini? Sisi tulipambania mabadiliko, ndio maana leo Tanzania kuna vyama vingi. Sasa safari ile haikukamilika. Leo mnapodai mabadiliko mengine kwa kutaka katiba mpya inayoendana na zama hizi, jukumu hili mnapaswa kulibeba nyinyi vijana. Na moja ambalo nataka kuwaomba vijana, sio wa ACT Wazalendo tu, vijana wa Tanzania wote, kataeni kuwa chawa.
Nyinyi vijana wa ACT Wazalendo, nyinyi mnapaswa kutuchallenge sisi viongozi wenu wa ACT Wazalendo. Na vijana wa kila chama kingine, kazi ya vijana ni kuhakikisha chama chao, kama ni vijana wa chama, kinakuwa kina vuguvugu. Na vijana kazi yenu kuwapa challenge viongozi. Sisi wakati wetu tuliwapa challenge viongozi wetu. Sasa leo tumekaa hapa, nyinyi ni jukumu lenu kutupa changamoto, kutuchallenge sisi, na kama taifa zima ni jukumu lenu kuwachagiza viongozi wa nchi. Hawa viongozi wa nchi hawamiliki nchi hii, si mali yao. Hii ni mali ya Watanzania wote. Kwa hivyo lazima muwa challenge. Hilo la kwanza. La pili, baadhi ya maswali yaliyoletwa hapa yameletwa katika taswira kama vile ACT, mtanisamehe kutumia neno hili, kama vile labda ACT imechepuka kwenye mstari. Vijana wa ACT Wazalendo, kataeni ujinga huo. Kama kuna chama kimenyooka kisawa sawa na ajenda zake zinafahamika, ni ACT Wazalendo. Kosa linalofanyika ni watu kudhani kwamba wao wanawasema CCM kujimilikisha nchi hii, lakini halafu na wao wamejimilikisha ajenda ya mabadiliko kwamba ni yao. Na hawa wanadhani wao wakishaweka msimamo, wengine sote tuwe mikia tuwafuate wao. Wasahau si kwa ACT Wazalendo. Nchi hii ni ya vyama vingi. Tunaweza kuwa kuna mambo tunakubaliana, kwa mfano suala la katiba mpya, suala la kudai mageuzi ya msingi, tume huru za uchaguzi, uwajibikaji katika nchi, haki katika nchi. Lakini njia ya kuyafikia hayo si lazima kwamba sote tuwe na mtazamo mmoja. Ingawa niseme tunaweza kuwa na mtazamo mmoja, si lazima tuwe na mtazamo mmoja, lakini tunaweza kuwa na mtazamo mmoja. Lakini mtazamo huo mmoja, hawezi mmoja akajifungia akatoka nje akaweka msimamo akataka sote tufuate. Kama tunataka msimamo mmoja, maana yake tuitane sote, tujadiliane, tukubaliane huo mtazamo na njia ya kupita moja. Hapo itakuwa ndio njia yetu sote. Kwa hivyo vijana wa ACT Wazalendo, kataeni hoja kwamba ati sisi na nyinyi ACT Wazalendo vijana wetu tupimwe kwa msimamo wa wengine. Hapana. Na katika hili hatutokuwa wa kwanza. Ndugu zangu, mara nyingi kuna watu fulani wamejivisha mamlaka ya kuitafsiri ACT Wazalendo, lakini ACT Wazalendo ndio chama kijana zaidi, kwa sababu kimesajiliwa mwaka 2014. Lakini kabla ya hapo vilikuwako vyama, na sisi wengine tulikuwako katika baadhi ya hivyo vyama. Tulipokuwa katika hivyo vyama tulikuwa na misimamo, na wakati fulani vyama tulivyokuwepo sisi, hasa chama tulichokuwepo sisi, kilikuwa ndio chama kikuu cha upinzani, lakini kilijua wajibu wake. Hakikuwahi hata mara moja kujifungia kikatoa msimamo kisha kikataka wengine wote wafuate. Tulikuwa tukiita vyama vyote asasi za kiraia, tunajadiliana katika masuala ya kitaifa, tunaweka msimamo mmoja, ndipo tunapotoka kutetea. Na wapo ambao hawakukubaliana, walichepuka na misimamo ya pamoja. Nitawapa mfano. Uchaguzi wa mwanzo kabisa mwaka 95, Zanzibar
ilionekana wazi kwamba chama cha upinzani kilishinda, matokeo yakabadilishwa, tukachukua msimamo wa kukataa matokeo ya uchaguzi, tukachukua msimamo wa kulisusia baraza la wawakilishi. Vyama vingine hivi hivi leo vinavyoita wengine wasaliti vilituacha peke yetu katika msimamo huo. Mwaka 2000 tukenda katika uchaguzi mwingine, yakafanyika yaliyofanyika Zanzibar, tukaitisha maandamano 2001, tuliachiwa maandamano peke yetu. Hawa wanaoita leo wengine wasaliti hawakutoa hata kauli kuunga mkono maandamano tuliyoitisha. Baada ya maandamano kufanyika, watu wakauawa, wengine wakafunguliwa mashtaka, wakafungwa. Hawa wanaotuita wengine wasaliti, wao wakati huo hawakuunga mkono katika msimamo tulouchukua. Tunaelewana? Hili muhimu, vijana wetu wa ACT Wazalendo mlifahamu. Msitembee kinyonge, wala msikubali mwingine akaja akawadefine akawatafsiri anavyotaka yeye. Ikiwa kutokubaliana na msimamo mmoja itakuwa kama ni usaliti, walianza wao. Zanzibar kukaandaliwa mikutano kutupiga vita sisi. Hawa wanaotuita sisi wasaliti walikuja wakishirikiana na serikali Zanzibar dhidi yetu sisi. Hadithi refu tuifupishe kwa sababu ya muda. Hata 2015 tukiwa ndani ya Ukawa, Zanzibar uchaguzi ulifutwa baada ya kushinda, sisi tukiwa katika hicho chama tulichokuwepo. Ni sawa, siku ya kuzinduliwa bunge ilikuwa kupiga meza kwa nguvu sana kusapoti yaliyotokea, msimamo tulouchukua. Lakini baada ya pale, msimamo uliofuata tukaachiwa peke yetu. Sisi tulitangaza kwamba uchaguzi wa marudio hatutoshiriki na kwamba serikali iliyochaguliwa hatuikubali Zanzibar. Chama hicho hicho kinachoita wengine wasaliti, kiongozi wake akaja Ikulu Zanzibar kwa kupitia mlango wa bunge, akashiriki kikao na rais ambaye kila mtu anajua sisi tulikuwa hatumuungi mkono. Kwa hivyo ndugu zangu, hoja yangu nini? Ikiwa kuna kipindi tulisusia bunge na baraza la wawakilishi, wao wakawa wanaendelea kushiriki vikao vya bunge. Sasa hoja, nataka nimalize nukta ya pili. Isiwe leo kwamba ati wengine kuwa na msimamo tofauti ikawa ati ni usaliti. Kama ni usaliti, wao wana rekodi ya usaliti kuliko mwingine yoyote katika nchi. Ikiwa kwenda kinyume na msimamo wa haki wa wengine, wao ndio walimu wa usaliti katika nchi hii. Hilo muhimu mlikamate vijana. Msikubali kuletewa unyonge kwa kuambiwa ati mfuate misimamo. Kama misimamo ya pamoja, lazima tukae pamoja, tuitengeneze kwa pamoja. Sio wewe ujifungie mlango uweke msimamo wako ukataka wengine wafuate. Sio sisi ACT Wazalendo. Naomba nimalizie nukta hiyo hapa. Nukta ya tatu, salamu ya tatu. Pamezungumzwa hapa, na hili muhimu sana, hasa huku upande wa bara kulifahamu. Hata hapa lilivyozungumzwa, bado unaona watu tena, wengine ungetegemea kwa taaluma na taasisi zao, ungetegemea wafanye utafiti, waelewe kwa kina kilichotokea Zanzibar. Na haya mambo ndugu zangu si siri. Baada ya kusaini tamko la pamoja Zanzibar, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Othman Masoud Othman,
na mimi tulifanya ziara kote, tukazungumza na viongozi wetu, tena ikawekwa live mpaka leo, ukenda YouTube zipo, kufafanua makubaliano ya Zanzibar. Kuna mtu anasema kwamba, na katuhoji, tunamjibu sasa kwamba ati tumekubaliana kwenda kuanza mazungumzo. Hatujakubaliana kwenda kuanza mazungumzo sisi. Mazungumzo yanayokwenda kufanyika ni ya utekelezaji, lakini nukta 7 zimekubaliwa, na katika hizo 7 nukta 1 ina vitoto 10. Leo ikiwa bara kunazungumzwa katiba mpya, katika makubaliano ya Zanzibar ni pamoja na kuandika upya katiba ya Zanzibar. Ikiwa kunazungumzwa tume huru, katika makubaliano ya Zanzibar kunazungumzwa mageuzi ya mfumo wote wa uchaguzi, ikiwemo tume ya uchaguzi yenyewe. Makubaliano ya Zanzibar yanahusu kurekebisha mahakama, kurekebisha utumishi wa umma, kurekebisha vyombo vya ulinzi, kurekebisha serikali za mitaa na mengi. Kwa hivyo mimi ni waombe, ajabu hao wanaodai katiba mpya. Si tumeipambania katiba mpya Zanzibar, hawajishughulishi kutambua wala kukubali hilo. Wamo kutoa maneno ya ovyo bila kujiridhisha. Kama ni safari ya kudai katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ni kupata tume mpya huru ya uchaguzi Tanzania, tayari ACT Wazalendo imeanza kwa kutandika barabara upande wa Zanzibar. Ndio maana nikasema msikubali kutembea kwa unyonge. Sasa ndugu zangu, nimalizie kwa nukta moja ya mwisho. Niwaombe mwenyekiti, hapa katika kuwasilishwa mada, sababu ndio kubwa lilotuleta hapa, pamezungumzwa mtandao tetezi wa haki za binadamu chini ya Onesmo amekuambia baadaye kama utawasomea, wamependekeza hatua 10. Amekuja Maduhu kazungumza mapendekezo kwa mtazamo wake, na katika hilo wakazungumza kwa kuwahoji kwamba je, serikali ya CCM iko tayari? Mimi niwaambie, sio serikali ya CCM, watawala wowote katika nchi yoyote duniani wanaonufaika na mfumo mbovu uliokuwepo hawawezi kukubali kubadilisha. Kwa hivyo wala si ajabu wala si kioja kwamba na Tanzania iko hivyo. Ni wajibu wetu sisi kuidai na kuipambania, na nakwambieni tukifanya kazi inayopaswa, na nyinyi vijana mko mstari wa mbele, CCM wataitema katiba mpya, itapatikana nchi hii. Hasa katika maazimio nilikuwa nasema, tukitegemea vyama vya siasa kwamba sisi, kwa sababu vyama vya siasa vinapigania jambo kubwa, kila mmoja kinapigania chenyewe kushika madaraka, maslahi ni makubwa sana, si rahisi kukubaliana. Huu mchakato hata wa kuidai serikali ya CCM itupe ramani, roadmap ya kupita kufikia katiba mpya,
hatupaswi kuwangoja mpaka watupe wao. Lakini pia ikiwa kile chama cha siasa kitakuja na mapendekezo yake, hatufiki. Hata Kenya kulikuwa na kitu kinaitwa ufungamano, chini ya Ufungamano House. Walioongoza process ile walikuwa viongozi wa kidini. Hata South Africa, Afrika Kusini, pamoja na kwamba Mandela ndiye aliyenegotiate na makaburu, tena wakati hawataki, hali ngumu, lakini waliokuja kuongoza process ile, mnakumbuka, walikuwa ni viongozi wa kidini kina Askofu Desmond Tutu. Kwa hivyo na sisi ni waombe moja katika maazimio yetu, tutoe wito wa sasa sote ambao tunataka katiba mpya ambaye ni kweli haitaki kwa maslahi yake, haitaka kweli kwa maslahi ya wote, taifa la wote, katiba ya wote. Ikiwa tunataka katiba ya wote kwa maslahi ya wote, sote tunaitaka katiba mpya, tukutane pamoja na tuwaombe asasi za kiraia watuongoze, tujadiliane, tutengeneze, wote ambao tunataka katiba mpya, tutengeneze mapendekezo ya ramani ya kupita hatua kwa hatua, roadmap, mpaka kuipata katiba mpya kabla ya 2029, ili tunapokwenda katika uchaguzi wa serikali za mitaa, tunapokwenda na katika uchaguzi wa mkuu 2030, tuhakikishe kwamba tayari nchi yetu imepata katiba mpya, imepata tume huru ya uchaguzi, imeshatengeneza taasisi zote mpya huru za kuipeleka nchi panapostahiki, ambapo ni kuwarejeshea Watanzania haki yao ya kuchagua viongozi wanaowataka, sio viongozi wanaojiweka madarakani kwa mtutu wa bunduki. Vijana wa ACT Wazalendo, mko tayari kuongoza hilo? Mko tayari kuunga mkono hilo? Tuko pamoja. Zanzibar tumeshaonyesha njia. Asante. ACT Wazalendo, vijana mmesikia au sio? Mmeelewa? Sasa DJ niinulie kwa mdundo mkubwa sana makamu mwenyekiti wa chama chetu